Kenapa engkau memberikan ujian? Ya udah. Terus sekarang mau kamu apa? Gimana kalau acaranya kita kasih nama? Mwanzoni kabisa mwa hii filamu tunamfahamu binti mmoja anaitwa Amira ambaye alikuwa anataka kukatisha maisha yake kwa sababu anaamini Mwenyezi Mungu amempa majaribu ambayo yeye hawezi kabisa kuyavumilia. Anamuuliza Mungu, kwa nini? Kwa nini Mungu? Hawa watu ni wengi wa namna hii. Kwa nini binti alikuwa anataka kukatisha maisha yake? Nini kilichomtokea huyu binti? Hem, turudi nyuma tuangalie kisa hasa kilichomfanya binti huyu kufika kwenye hii hatua. Sasa siku chache kabla ya hili tukio, tunamwona Amira alikuwa na mama yake. Mama yake huyu alikuwa ni mgonjwa. Kwa taarifa zaidi, inavyosemekana kwamba Amira amekaa kwenye ndoa yake, ameolewa na sasa na miaka 5, lakini hajabahatika kabisa kupata mtoto yoyote. Inagundulika kwamba Amira pia alikuwa anajisikia vibaya. Mama yake alikuwa amependekeza kwamba pengine unaweza kuwa ni mjamzito, hem, nenda ukafanye vipimo, lakini kama utagundulika sio mjamzito, mama yake alikuwa amependekeza kwamba siku zinazokuja twende kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu kule Maka, twende tukasali kule. Mwenyezi Mungu hawezi kabisa kuacha kujibu majibu yako ukiwa kule. Binti akawa amelipenda sana ili wazo na akawa amemwambia mama yake kwamba atalifanyia kazi. Amira akaamua kurudi nyumbani kwenda kumsubiri mume wake. Kweli mwanaume akawa amerudi. Huyu jamaa anaitwa Plum. Amira akamkaribisha kwa upendo sana mume wake. Plum alikuwa bize sana kikazi, yaani mshikaji alikuwa bize kazini na akirudi nyumbani huku kazini, yaani ni kazi mahala popote. Hili jambo lilikuwa linamfanya Amira kuwa na mawazo mengi sana. Akawa anahisi pengine mwanaume wake moyoni mwake kwa sasa yeye hayumo, mwanaume atakuwa amemweka moyoni mwake mwanamke mwingine. Sasa wakati Plum ameenda kuoga, Amira wakati anarekebisha na kupanga nguo za mume wake, akawa amepata funguo moja ya kwenye chumba ambacho kinapatikana kwenye apartment za huyu mwanaume, na alijua kabisa huu funguo hautumiki kwenye hii nyumba, hivyo akawa ameweka pembeni tu, akaendelea na kazi zake kama kawaida. Asubuhi iliyofuata akamwendelea mume wake kifungua kinywa, akienda kwenye gari la mume wake, kwa sababu anajua wanaume mara nyingi wanakuwa rafu tu. Kule kwenye gari kwenda akaenda kukusanya vitu ambavyo vilikuwa mle ndani vimekaa shagarabagara. Kwenye kukagua kwenye begi la mume wake akaona kuna nguo za ndani za mwanamke mwingine. Akaenda kumuuliza mume wake, mwanaume akasema hizo ni bidhaa za mdogo wangu, anafanya biashara mtandaoni, akawa amezisahau kwenye begi. Sasa hili jambo lilikuwa linamtia mashaka mwanamke, hata kama ni bidhaa ndo iwe moja tu, alafu kwa nini iwe nyekundu? Jamaa akawa ametetea kesi, anasema kwamba dada yake Frida alikuwa anauza hizo bidhaa. Kama uniamini, chukua simu umpigie. Mwanamke alivyoona sasa kumpigia tena wifi yake, akaamua kuacha tu hizi stori, lakini akawa na mashaka ndani ya moyo wake. Mwanaume alivyoondoka kwenda kazini, mwanamke ndani ya moyo wake bado ana mashaka sana. Mwanamke akazitafuta zile funguo za apartment za mume wake. Alivyozipata akatoka hapo moja kwa moja mpaka kwa rafiki yake. Huyu rafiki yake anaitwa Echa, akamweleza mashaka kuhusiana na mume wake. Pengine mabadiliko ya mume wake ni kwa sababu atakuwa amepata mchepuko huko nje. Echa akamshauri, akamwambia mtangulize Mwenyezi Mungu. Kama kweli hizi tuhuma unazozisema ni za kweli, Mwenyezi Mungu lazima atakupa ushahidi tu, hawezi kukutelekeza katika hili. Mwanamke baada ya kupata huu ushauri kutoka kwa shoga yake, yeye hakulichukulia maanani sana hilo swala. Akasema kwanza, kabla sijamwachia Mwenyezi Mungu hili swala, lazima kwanza mimi mwenyewe nichunguze. Akaenda ofisini kwa mume wake. Kufika huko, sekretari wa mume wake akamwambia kwamba mume wako ametoka muda si mrefu, ameenda kwenye kikao. Mwanamke akauliza, kwenye kikao sehemu gani? Sekretari akusema kabisa hicho kikao kinafanyika sehemu gani, kwa sababu alijua kama atataja ndani ya ofisi hii, huyu mwanamke atataka kwenda huko. Akiwa hapo, Amira anataka kuendelea kupata ukweli zaidi kuhusiana na jambo hili. Binti akawa amepata ujumbe kutoka kwa mama yake. Mama yake amemtumia ujumbe, anamwambia kwamba mwanangu, uko wapi? Rudi nyumbani mapema tupate chakula kwa pamoja. Lakini sasa binti badala ya kwenda nyumbani kwa mama yake moja kwa moja, Amira akaenda kwenye apartment za mume wake. Kwenye kufungua chumba kimoja kilichopo humu ndani, akashangaa kuona kuna nguo za mume wake ziko chini. Kwenye kukagua zaidi, akamwona mume wake ana mwanamke mwingine ndani hapo. Alo, ni kizaazaa, ni kama amemaliza kushiriki limo mdondoko. Sasa huyu mwanamke ambaye ana deti na huyu jamaa, huyu mwanamke anaitwa Cynthia. Mwanamke ameuliza mume wake, hivi ndivyo umekuwa bize kufanya projekti zako kila siku, si ndio? Kosa langu ni nini? Mbona mimi nakosa muda na wewe? Kumbe uko bize na mwanamke mwingine. Moyo wa Amira ulivunjika. Plum akajaribu kukiri, akasema kwamba anafanya yoyote haya kwa sababu anataka mtoto. Wewe nimekuoa takriban miaka 5, sijaona chochote, ni kama kazi bure tu. Amira akaondoka hapo akisema kwamba hahitaji kabisa kusikia chochote kutoka kwa mume wake. Lakini sasa Plum anajaribu kujitetea. Yeye hoja yake ni kwamba anataka mtoto, ndio maana akatoka nje ya ndoa. Hii sababu ilimsababisha binti kuingiwa kwenye maumivu makubwa zaidi. Akiwa njiani na maumivu yake, akapokea simu tena kutoka kwa nesi. Nesi anamjulisha kwamba mama yako amefariki dunia. Yaani ikawa ni msiba juu ya maumivu, na kwenye msiba mume wake alikuwa amefika hapo. Baada haya yote, guess what?
Amira akaamua kujitenga na mume wake, akakaa nyumbani kwa muda mrefu, lakini kwenye kujichunguza akajigundua kwamba ana mimba ya mwanaume yule Plum, lakini bado alikuwa ajui atafanya nini, kwa sababu anakumbuka maneno ya mume wake. Alikuwa akimpa kashfa kwamba alishindwa kubeba mimba, ndio maana ameamua kutoka nje ya ndoa. Sasa binti moja ikai, mbili ikai. Siku chache baadaye Amira akaamua kurudi kwa mume wake, kwa sababu alikuwa mbali na nyumba hii. Mwanaume alikuwa anajihudumia kila kitu yeye mwenyewe. Baada ya kufika hapo akafanya usafi, akamwambia mume wake kwamba umekuwa ukinilaumu mimi muda mrefu sana, lakini kwa sasa unatakiwa kujua kwamba mimi ni mjamzito, nina mimba yako. Najua ulinipa maneno mengi sana ukiniambia kwamba siwezi kukuzalia mtoto, lakini bado ninahitaji wewe utimize majukumu yako yote kuhusiana na huyu mtoto anayekuja. Chaguo ni lako, unichague mimi mke wako wa ndoa ama umchague huyo mwanamke wako haramu nje ya ndoa. Ramu akasema niache, nachanganyikiwa kabisa kwa sababu hata huyo Santia pia ni mjamzito. Sasa hili jambo likamuumiza sana Amira. Mara hiyo hiyo mwanadada Sinta akawa amefika hapo, anamuita huyu mwanamke ni muongo, hawezi kuwa amepata mimba. Ramu akajaribu kuwatuliza, akawaambia kwamba nitatimiza majukumu yenu nyote, naombeni nyote mkae hapa, muishi hapa mkiwa wote pamoja. Ukweli ni kwamba huyu mwanamke Sinta anaka mdomo, huyu ni kisabufa tosha. Kwa kweli Amira akawa amekana kabisa, hakutaka kabisa kuwa muongo. Akasema kwamba yeye hawezi kudanganya, hawezi kuishi na Plum tena hapa, na akawa amehitaji kuachana na huyu mwanaume, anahitaji taraka yake. Akiwa njiani ana huzuni imemshika kweli kweli. Binti anajiuliza amemkosea wapi Mwenyezi Mungu. Mara akaweka kando gari, analia kwa uchungu mkubwa sana. Ghafla damu nyingi ikaanza kumtoka hapo hapo, akatoka hapo moja kwa moja akaamua kujipeleka yeye mwenyewe hospitalini, akaenda kuanguka hapo. Watu wakampa msaada na kumpeleka ndani. Baada ya vipimo, binti akaambiwa kwamba mimba yako imeharibika, ujauzito umepotea. Amira akahisi kama maisha yake yote yameporomoka, hana mahali pa kufurahi hata kidogo. Akakata tamaa, na sio kukata tu tamaa, alikata tamaa ya maisha. Sasa wakati anatoka kwenye wodi yake, akawa amekutana na mtu mmoja ambaye alihisi kabisa huyu binti ana nia ovu, akaamua kumfuatilia. Kweli binti baada ya kufika kule juu ya ghorofa, hili ndilo tukio ambalo tulianza nalo mwanzoni mwa hii filamu. Binti akamlaumu Mwenyezi Mungu, anasema kwamba kwa nini Mungu unipe majaribu mazito kama haya, na wakati kabisa unajua kwamba siyawezi mimi kuyaendwa haya majaribu. Binti yuko tayari kujitosa ili ajiangamize maisha yake, lakini kwa bahati nzuri yule kijana aliyemuona akawa amemsaidia. Binti anakuja kuzinduka, yuko hospitalini, rafiki yake Eche yuko hapo na alikuwa anasoma neno la Mungu ili binti apone haraka. Eche akamwambia kwamba haukutakiwa kufanya hivyo, ulifaa kumwamini Mwenyezi Mungu, pengine Mwenyezi Mungu hiyo ndiyo njia ambayo ameitumia ili kuepusha wewe na mambo mengine mabaya zaidi. Amira akauliza nani hasa aliyemsaidia. Eche akasema yeye mwenyewe hajui, kwa sababu kafika hapa amekuta jamaa ameshaondoka, lakini reception walimpatia zawadi ambayo yule mshikaji amemwachia binti Amira. Jamaa alikuwa amemwachia tasbihi yake ya mkononi pamoja na maneno ya kumtia nguvu huyo binti, maneno yaliyokuwa yanasema kwamba kumbuka bado unaishi kwa sababu Mwenyezi Mungu amehitaji wewe uendelee kuwa imara. Hili lilimgusa sana binti Amira. Baada ya kuhudhuria mafundisho ya dini, akauliza namna sahihi ama jinsi sahihi ya kumsamehe mtu aliyekuumiza. Ustadha akasema kwamba unapaswa kuwa wewe mtu mwema na kuwasamehe watu wote waliokukosea. Lazima pia uyakubali yale yote yaliyotokea. Amini unaweza kuvuka hilo jambo lilonalo kwa sasa. Mwenyezi Mungu bado ana nguvu. Mungu yuko upande wako. Baada ya haya yote, Amira akaanza kupata utulivu wa moyo. Echa akawa amemtambulisha kwa rafiki yake mwingine anaitwa Amel. Sasa katika story zao, Amira akawa amepata wazo la kuanzisha tukio la wazi kwa wanaume na wanawake wote, Mauhijra Festival. Na ili tukio sio tu watu kuja kujifunza ama kuburudika na kula chakula ambavyo vitakuwa vinapatikana hapa, bali ni zaidi ya burudani, zaidi ya kumjua Mwenyezi Mungu na zaidi ya kujuana wao kwa wao. Wakaanza kuandaa tukio hilo kwa umakini na kitaalamu zaidi. Katika shughuli hizo, Amira hatimaye mahakama ikawa imeingilia kati mchakato wake wa kupata taraka na rasmi wakawa maachana na mme wake. Hili jambo likamfanya binti kupata nafuu kidogo ndani ya moyo wake. Binti akamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hii hatua. Tamasha lake likaanza rasmi. Amira alifurahi sana kuweza kufanya kazi pamoja na binti ambaye ameunganishwa na rafiki yake mwanadada Amel. Amira akamtambulisha mfadhili mmoja ambaye aliwaunga mkono tangu mwanzo kabisa wa hii tamasha mpaka kuja kufika hapa. Huyu jamaa anaitwa Bara akiwa na mwenzake, huyu ni rafiki yake anaitwa Ryan. Huyu Bara alishiriki kufanyikisha hili tamasha kuanzia mwanzoni mpaka sasa hizi bado anawaunga mkono hao mabinti. Sasa Bara
Bara anamtazama binti kwa macho fulani hivi, na binti ni mrembo kweli kweli. Amira hakujua kwamba huyu mtu ambaye yuko mbele yake ndiyo mtu ambaye aliokoa maisha yake siku chache zilizopita huko nyuma. Sasa upande wa Bara, yeye anajua kabisa kila kitu. Yeye upande wake anaishi yeye tu na mama yake nyumbani tangu baba yake kuwa amefariki dunia. Familia yake ilipanga huyu jamaa aoane na yule binti Amel tangu utotoni mpaka hivi sasa, lakini Bara bado yeye hakuwa na matumaini sana ya kumuoa Amel. Anamuona kama dada yake, na akawa amemuomba kwamba mama yake ampe muda mzuri, amuombe Mwenyezi Mungu apeleke hoja zake za msingi ili apewe uamuzi wa kufanya chaguo lililo sahihi, kwa sababu ndoa sio jambo la muda mchache, ni jambo ambalo linachukua maisha yake yote. Asifanye maamuzi ya kukurupuka. Mama yake alimwachia maamuzi hayo, lakini akumbuke huu uhusiano wao ni usia ambao waliuacha baba yake kabla ya kufariki. Hatimaye kweli Mau Hijra Festival ilikuwa imefunguliwa rasmi. Baada ya siku ya kwanza ya tamasha, Amira akawa amemuuliza Bara, vipi, unaonaje hali ya tamasha hili? Kwa bahati nzuri kila kitu kilienda vizuri. Bara akasema kwamba ana matumaini tamasha hili litaendelea kuwa na mafanikio mazuri, pengine wanaweza kujadili mambo mengine zaidi mwisho wa mwezi huu baada ya hili tamasha kwenda vizuri kama jinsi ambavyo wao wanataka. Jamaa akamsifu sana binti kwa maneno yake aliyozungumza wakati wa ufunguzi wa ile tamasha. Binti akasema ni Mungu tu ndiye ametaka mimi niendelee kuishi ili niyafanye haya ninayoyafanya. Sentensi hii mshika sana huyu jamaa, akakumbuka ni maneno ambayo yeye mwenyewe aliwahi kumwandikia huyu binti, na binti hajajua kwamba anatembea na mshikaji ambaye alimuokoa maisha yake. Siku iliyofuata Amel akamletea Bara chakula. Amel baada ya mazungumzo na Bara akawa amemwomba aende akamsaidia Amira ampeleke katika kituo cha watoto yatima, kwa sababu yeye ana shughuli nyingi sana siku hiyo. Mshikaji kweli akawa amejitoa hapo, akaenda kumfuata binti. Binti anashangaa, mbona umekuwepo wewe tena na sio Amel? Jamaa akasema Amel ameniomba mimi nije hapa kwa ajili ya kukusaidia. Kweli wakawa wameenda moja kwa moja mpaka katika kituo cha watoto yatima. Walipofika hapo, watoto waliwapokea kwa furaha kubwa sana. Kuanzia hapa ukaribu wao Bara pamoja na Amira ukaanza kunoga, na Echa aliliona hili jambo lakini akaamua kukaa kimya tu. Baada ya shughuli zote kukamilika, Echa akaona asiingilie faragha za watu. Yeye akaamua kujiondoa mapema, akawaacha kila mmoja aondoke kama alivyokuja. Bara pamoja na Amira wakawa wamepata nafasi ya kula chakula wakiwa pamoja. Wakiwa hapo wanapiga stori na kujuana kiundani zaidi. Mtoto mmoja akawa amewaletea zawadi ya mchoro ambao amewachora wao, wameshikana mikono pamoja na watoto. Amira hili jambo lilimfurahisha sana, na akawa amemwambia Bara kwamba ni matumaini yangu siku moja ningepata watoto kama hivi. Hii ni ndoto yangu ya siku zote. Wale watoto wamewachia na ujumbe ambao unasema kwamba asanteni kwa kuwa baba na mama kwa siku hii ya leo. Usiku huo wao wakaendelea kuwasiliana kama kawaida, ni kutumiana ujumbe na kupigiana simu tu. Kadiri siku zilivyozidi kwenda, wakazidi kuwa karibu zaidi na kuanza kuzoeana, kuzungumza mara kwa mara. Siku moja Amira akaamua kumwazimisha Bara kitabu ambacho alikitamani sana kukisoma. Sasa hili jambo Amir aliliona. Alivyoliona ikabidi kumuuliza Bara kwamba hizi mmekuwa karibu sana na Amira, si ndio? Jamaa akasema niliazima tu kitabu ambacho mimi mwenyewe nilitamani kukisoma, hakuna lolote. Binti akawa amempatia mshikaji chakula. Mara nyingi amekuwa akimletea chakula kwa sababu huyu ndo mume wake mtarajiwa. Alaye akamuona mshikaji akaamua kujisogeza, akamwambia mshikaji, naona na vyombo viwili mbele yako, inabidi uchague kimoja tu uoe kabisa, utulie hapo. Sasa huyu mshikaji anajisemeleshisha haya mambo yote kwa sababu anahitaji hicho chakula. Mara nyingi binti huwa anamletea chakula Bara, na Bara huwa hakiri kile chakula, anampa mshikaji wake. Mshikaji anachukua kile chakula na kwenda kujilia huko. Amira, Echa pamoja na Amel waliendelea na kazi zao kama kawaida. Vitu vyote vilienda vizuri. Amira akiwa peke yake anatazama zile picha ambazo walizipiga katika kituo cha watoto yatima. Mara akawa amepata ugeni. Sasa kutoka nje kwenda kuangalia mgeni aliyofika hapo ni Prama aliyekuwa mume wake wa zamani. Kafika hapa anajitahidi kumfanya binti amrudie. Mshikaji anasema kwamba nimekosea, kila binadamu huwa anakosea, na mshikaji kafika hapa kwa sababu binti apokee simu zake wala jibu meseji. Mshikaji akaanza kutetea ndoa yake, anahitaji binti amsamehe. Sasa jamaa kwenye kuomba radhi anamwambia binti kwamba wote tuna makosa, Mungu anatusamehe dhambi zetu. Mbona wewe ulikitoa kiumbe ambacho kiko tumboni mwako? Binti kusikia kauli akashtuka, mimi sikutoa mimba iliharibika yenyewe. Plam kusikia hivi likamshuka, alitaka kujificha kwenye makosa ya watu. Mtu hana kosa. Binti akamwambia kwamba kwanza saizi mimi sitaki hata kukuona hapa, sitaki kabisa usumbufu wako. Binti akawa ametoka hapo. Sasa wakati anatoka, kumbe mshikaji Bara alikuwa hapa anasikiliza na kuona kila kitu kilichokuwa kinatokea eneo hili. Siku moja Amel akaenda moja kwa moja katika nyumba ya kina Bara, kapeleka pale chakula na akawa amemwambia mama yake Bara kwamba ninapenda sana siku moja mimi na mpenzi wangu tuende Maka kwa ajili ya kwenda kupiga picha kabla ya harusi yetu. Mama yake akasema kwamba ni vyema ungezungumza na mwenzako. Bara akawa ameitwa, mshikaji akawa amefika hapa. Walipopiga story katika mipango yao, Bara akawa ametoka na binti Amel. Katika kuzunguka mshikaji kabidi kumwambia ukweli. Binti akamwambia kwamba kuhusiana na haya mahusiano yetu, mimi ninatamani sana kupeleka hoja hizi kwa Mwenyezi Mungu.
Mungu anipe majibu yaliyo sahihi katika maamuzi yangu, kwa sababu maisha ya ndoa sio maisha ya muda mfupi. Kwa hiyo ninahitaji kufanya maamuzi yaliyo sahihi kabisa. Binti kusikia hivi, moyo wake ulimuuma, lakini ndo maamuzi ya mwanaume ambaye yeye anamhitaji katika maisha yake. Binti akaamua kukubali. Kweli, ngoja waipeleke hii hoja kwa Mwenyezi Mungu. Lakini binti yuko tayari kuolewa na huyu jamaa. Usiku mmoja Plum mshikaji kukata tamaa, akamfuata tena Amira kazini kwake, akaanza kumlazimisha warudiane tena kama kawaida. Sasa katika mazungumzo, Plum akawa amepiga magoti, anamuomba binti amsamehe. Mshikaji katika purukushani wakuwa wamedondoka chini, kwa sababu binti alikuwa hitaji mtu yoyote apite hapa aje awaone wamepigana magoti. Bara akawa amefika hapo, anawaona wanaburuzana chini. Bara si akaamua kuingilia huu mchakato. Plum akaamka akampiga ngumi Bara, ikabidi kujibu mapigo. Bara akawa amefichua ukweli, anamwambia kwamba hivi wewe unajua kwamba Amira kidogo tu aondoe maisha yake kwa sababu yako. Sasa binti kusikia hii kauli akajua kwamba kumbe huyu mshikaji ndiye aliyemwokoa siku hiyo alipokuwa anataka kujirusha. Mshikaji anamuuliza, kwa hiyo unataka tena kurudi kwenye maisha ya binti, kumuumiza tena, si ndio? Plum akanyanyuka, hongera Mr. Sharkan, unataka kuwa shujaa, si ndio? Akamvaa, lakini kwa bahati nzuri marafiki wa Bara wakawa wamefika hapo na akawa wamewachanisha. Plum alimwapia Amira wakati wanamuondoa hapa, anamwambia kwamba binti, hautapata amani kamwe katika maisha yako ukiwa mbali na mimi, kumbuka hilo nakuambia. Sasa Bara akawa anashangaa, Amira, umewezaje kuruhusu haya mambo yote yaendelee? Huyu mshikaji mmekwisha kuachana naye. Lakini Amira akamgeukia Bara akamwambia kwamba sikiliza, sio kwa sababu umeokoa maisha yangu na sio kwa sababu mimi na wewe tumeshare story kuhusiana na haya mambo ukaona unaweza kuniingilia katika maamuzi yangu. Kaa mbali na maamuzi yangu, maisha yangu yote. Bara alikuwa limemshuka kinoma baada ya kusikia hii kauli. Alivyorudi nyumbani yuko mnyonge. Mama yake mwenyewe akawa ametambua kabisa kijana wake hayuko sawa, akawa amefika hapo kwa ajili ya kumtuliza kijana wake. Kijana ikabidi kumwambia ukweli kwamba mimi nje ya yule binti ambaye nyinyi mmenipangia, kuna binti nimempenda anaitwa Amira ambaye nyinyi mnahitaji mimi nimuoe. Kwangu mimi namuona kama dada tu, sina hisia naye yoyote tangu utotoni mpaka hivi sasa. Kesho yake Bara akamwomba msamaha sana Amira kwa yale yaliyotokea usiku. Binti akamwomba radhi pia kwa kutamka maneno ambayo hakutamani hata kuyatamka. Pia akawa amemshukuru kwa kuokoa maisha yake, kwa sababu asingekuwa yeye sasa hivi angekuwa anazungumza stori nyingine. Sasa sijui angezungumzaje, kwa sababu binti angekuwa amekufa, labda kama angepona. Lakini sasa Amira akaanza kuhisi huzuni ndani ya moyo wake, anaanza kuona kuna namna kama Amira pamoja na Bara wanakoelekea siko. Matarajio yake yeye ni kuolewa na Bara. Sasa binti hata ushirikiano wa moja kwa moja na wenzake ukaanza kupungua. Hasa Amira akawa anashangaa, mbona Amira amekuwa tena hivi? Anamuuliza Echa mwenyewe anashangaa, mimi mwenyewe sijui chochote kinachoendelea. Siku moja Bara baada ya kazi akampeleka Amira kwa mama yake ili waende kufahamiana. Mama yake Bara akawa amemkaribisha kwa upendo mkubwa sana. Amira akawa amemsimulia mama yake Bara jinsi ambavyo ndoa yake imevunjika, jinsi ambavyo usaliti wa mume wake ulimuingiza katika maumivu makubwa. Mama yake Bara akawa amemwambia tu kwamba wakati mwingine kile ambacho sisi tunakitaka sio lazima kiwe hicho ambacho Mwenyezi Mungu amekukusudia kwetu. Mungu ana makusudio yake na sisi muda mwingine tunakuaga na mipango yetu tu. Amira ikabidi kumuita Amira, akamweleza ukweli kuhusiana na yeye kuwa na mahusiano na huyo mwanamume anaitwa Bara, ambaye kwa sasa anaona kabisa ukaribu kati ya hawa watu unakoelekea siko. Akamwambia Amira kwamba sisi tuna mpango wa kuoana tangu tukiwa watoto mpaka umri huu, kwa hiyo ninakuomba usiingilie haya mahusiano, usije ukaniharibia ndoa. Binti akawa ameshangaa baada ya kusikia story, kwa sababu ni story ambayo yeye hakuwa nayo na wala hakuwa anajua kabisa. Akawa amemsii Amira kwamba yeye kuanzia sasa atakuwa mbali na Bara, hahitaji kabisa kumkatili kihisia mwenzake. Tangu siku hiyo Amira akawa anamkwepa sana Bara, hajibu simu zake wala apokee meseji geuza hiyo, ajibu meseji zake wala apokee simu zake. Mshikaji ikabidi kumvizia siku moja, akaanza kumuuliza, kwa nini unanifanyia hivi? Nini kinachoendelea? Mbona unanipuuza? Amira ikabidi kusema ukweli, wewe, mimi nahitaji muda, niache kwa kweli. Kwa nini ukuniambia kwamba una mahusiano na Amira? Umeniacha nichanganyikiwe tu, si ndio? Bara akasema haya yote mahusiano yamepangwa na wazazi wetu, sio maamuzi yangu. Amira akasema mimi hiyo alinihusu, hilo ulifaa tu kuniambia ukweli mimi nijue, kaa mbali na mimi. Jamaa akajaribu kuzungumza na Echa, aenda akazungumza na rafiki yake, lakini Echa mwenyewe akamwambia kwamba sikiliza, wewe ulifaa kwanza kurekebisha mambo yako kabla ya kwenda kuwa karibu na mtu mwingine. Unajua kabisa mwenzako kile kitu alichokipitia katika maisha yake, acha kumchanganya kabisa kihisia. Anastahili pia na yeye kufurahi, sio huzuni tu wakati wote bana we. Siku moja Amira alienda moja kwa moja kwenda kuzungumza na Bara, akamwambia kwa uwazi kwamba mimi sio mtu mwepesi sana kuingia kwenye mahusiano, mimi sio mtu mwepesi sana kumpenda mtu, lakini kwako imetokea haraka sana, sijajua ni kwa nini.
unisaidia kuniponya maumivu yaliyokuwa ndani ya moyo wangu, lakini kwa sasa nachagua kuwa peke yangu ili niipate amani ya moyo. Akamshauri mshikaji amjali sana binti Amel kwa sababu ni binti mwema na anampenda kweli, anamhitaji katika maisha yake. Binti akawa amemwomba radhi, mimi naomba niwe mbali na wewe. Binti akageuka nyuma na machozi akiwa anamtoka. Usiku huo Amira akajisalimisha tena kwa Mwenyezi Mungu, akakubali hatima yake yote kwa moyo wake mkunjufu. Bara na Amel wakachumbiana rasmi, wakawa wachumba. Amel anaonekana kuwa na furaha sana, lakini kijana Bara hakuwa na furaha kabisa. Siku moja Amira akawa amefanyikiwa kweli kwenda kufanya umra akiwa peke yake, akamwachia Icha nyumba yake aiangalie kwa karibu. Wakati huo huo sasa, upande wa Bara pamoja na Amel pia wao wakaelekea huko Mecca kwa ajili ya kwenda kupiga picha za kabla ya harusi, huku mama yake Bara akiwaombea kila kitu kiende vizuri. Anatamani sana hii ndoa itimie kwa sababu ndio malengo ya mume wake. Amir alihisi furaha kubwa sana kwa sababu hatimaye amefika katika nyumba tukufu ya Allah. Katika ibada zake, ghafla alihisi mkono ukiwa unamkumbatia begani. Alipotazama akamwona mama yake, roho ya mama yake iko hapo ikiwa inamsindikiza. Katika hali ya hisia na furaha, Amira alikumbuka tena maisha yake ya zamani na sasa alikuwa ameacha kila kitu mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Binti alikumbuka mama yake, alitamani wawe pamoja naye katika siku hii, lakini ndo hivyo. Upande wa Amel pamoja na Bara wakaendelea na kukusanya matukio yao kabla ya harusi katika maeneo mbalimbali katika huu mji. Bara anaonekana kutokuwa na hisia yoyote na Amel. Bila kutarajia, Amel alimuona Amira kwa mbali, akamwona huyu binti kaja huku, lakini akaamua kuendelea na mambo yake mengine. Amira alirekodi video pamoja na Bara. Ilionekana wazi kuwa Bara hakuwa anafurahi kitu chochote. Amir ikabidi kumhoji, akamuuliza, mbona huko hivyo? Mbona kama hauna umakini wowote na huu uhusiano, ama bado ndani ya moyo wako unamfikiria Amira? Bara akakiri kwamba amejaribu sana kumsahau binti Amira, lakini hawezi kabisa kumsahau. Akaeleza kwamba mimi wewe ninakuona kama dada yangu tangu utotoni, mimi sijawahi kuwa na hisia na wewe kimapenzi. Akamwomba sana msamaha. Hii ni kwa sababu tu Amira mwenyewe ameniforce mimi kukubali haya mahusiano na kwa sababu ya wazazi, lakini tofauti na hapo mimi nisingekuwa na haya mahusiano kabisa na wewe. Hili jambo lilikuwa limemuumiza sana binti Amel kwa sababu hii ilikuwa ni safari ya faraja kwake na ilikuwa ni ndoto yake ya muda mrefu kufanya hiki kitu. Hatimaye ikawa ni huzuni na sio furaha tena. Wakati walipokuwa njiani kurudi nyumbani, Amel ikabidi kumwambia Bara wazi kwamba, bana, sikia, mimi kweli nakupenda sana, Mungu anifanyie wepesi katika hili. Amira yuko katika huu mji, mimi nadhani ni wakati mwema wewe ufuate hisia zako, mimi niendelee na maisha yangu. Binti akaamua kumwacha huyu mshikaji kwa hiari yake, akaamua kuingia kwenye gari na kurudi nyumbani. Bara akawa amebaki hapa. Sasa mshikaji baada ya kuwa ameambiwa kwamba Amira yuko kwenye huu mji, ikabidi kumpigia Echa simu. Amira yuko wapi? Echa akawa amempa maelekezo. Mshikaji akaanza kumtafuta Amira huku. Wakati huo kweli Amira alikuwa anafurahia mandhari ya jioni. Ghafla Bara akawa ametokea hapo nyuma yake. Bila kupoteza muda, Bara akamweleza Amira kila kitu kilichomtokea kuhusiana yeye na Amira. Kisha akamwomba Amira akubali yeye amuoe, anamhitaji sana katika maisha yake. Amekusha kuvutiwa, hatima yake inamleta kwa huyu binti maisha yake yote, anampenda na akawa amemwahidi kwamba nitakulinda maisha yangu yote. Baada ya kuwa amepitia majaribu mengi sana maishani mwake huyu binti, hatimaye Amira akawa amekubali ombi la Bara, yuko tayari kuolewa na Bara. Na filamu yetu inaishia hapa. Tafadhali usisahau subscribe, share, like, comment. Karibu Swahili Flix Empire.